maelfu. Wewe ni mponyaji, Mungu mwenye nguvu zote. Hakuna Mungu kama wewe, muumbaji wa pekee. Wewe ni Alfa na Omega, uliumba mbingu na nchi. Unaweza kupata sifa za Mungu. Mungu anasikia wivu ndani yake, na Bwana akisikia wivu ndani yake, Bwana anaachilia rehema zake. Bwana akiachilia rehema zake, tunamshangaa Yesu kwamba mimi nimesikia sasa, nimepona. Nilikuwa mgonjwa, sasa niko mzima. Nilikuwa siwezi, sasa ninaweza. Maana Bwana anaachilia utukufu wake. Bwana akishuka na utukufu, huwezi kubaki kama ulivyo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu, makofi na vigelegele. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tunahitaji kumuona Mungu halisia. Amen. Tunataka kumuona Mungu katika utukufu wake. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Tukaangalia maandiko machache pale, alafu tutapata nafasi ya kwenda kuomba. Bwana apewe sifa. Nataji mtu mmoja anifungulie Zaburi ya 149. Zaburi ya 149. Tafadhali. Zaburi 149 mstari. Ushangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. Mstari wa 9, kuwafanyia hukumu ulioandikwa. Hivyo ndivyo heshima ya watauwa wake wote. Haleluya. Mwandishi wa Zaburi hii sio Daudi. Daudi ameandika Zaburi ya kwanza mpaka 70 na kitu. Kuna wana wa Asafu na watu wengine wameandika Zaburi. Mwandishi wa Zaburi hii anazungumza kwa habari ya kusifu na kuabudu, watauwa na washangilie. Anataja sifa za mtakatifu. Mtakatifu ni mtauwa aliyetengwa kwa ajili ya Bwana, aliyeokolewa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo mtakatifu naye mtauwa ashangilie kwa utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Neno vitandani maana yake ni sehemu ambapo tunapumzika. Tunapokuja ibadani tunapumzika. Haleluya. Tunapokuja ibadani tunapumzika, ndipo kwenye vitanda vyetu ya kwamba Bwana tunakutukuza kwa sababu umetukusanya pamoja. Kwa hiyo tunavyoimba watakatifu, tunapomshangilia Bwana, Bwana anafanyika baraka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini mtumishi wa Mungu aliandika Zaburi anazungumza pia walioko vitandani. Kuna wengine hawawezi, wako hospitalini, wamekata tamaa, wako majumbani, wamekata tamaa. Wanapaswa kuimba Zaburi ya kwamba Mungu, wewe ni mtakatifu mno, unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu kama wewe, uliyeponya wengine wewe, hata mimi Bwana utaniponya. Ninajua katika haya Bwana utanipigania. Kwa unavyoimba Zaburi ya kumtaja Mungu matendo makuu yake, Mungu anakuinua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mkononi mwao, ili kufanya kisasi na mataifa. Sikiliza nikwambie, upanga ni neno la Mungu. Tunapomsifu Mungu na kumwabudu Mungu, tunapotaja sifa za Mungu, matendo makuu ya Mungu, tunapotaja ukuu wa Mungu, maana neno la Mungu linafanyika msaada, neno la Mungu linafanyika nguvu. Katika sifa na kuabudu maombi haya, Mungu huwa anashuka mwenyewe. Haleluya. Mungu akishuka mwenyewe anashughulika na maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu wetu ni mtakatifu sana, na tunapaswa tuingie katika sifa na kuabudu. Tayari umeshajiandaa, umejitakasa, umeomba rehema na Bwana Mungu nakutana na wewe, unahitaji kukutana na wewe. Bwana wa Israeli walitamani kukutana na Mungu, wakamwambia Musa, tunahitaji kukutana na huyu Mungu. Huyu Mungu anazungumza naye kila siku. Musa akawaambia wana wa Israeli, tutakaseni siku 3, lakini baada ya kutakasa tutazungumza na Mungu. Na Mungu kwa sababu ni mtakatifu, baada ya siku 3 alishuka. Na baada ya wakati kushuka sa Mungu, tulianza kuona ya kwamba milima inakimbia, mawe inakimbia, hali inakimbia. Maana anashuka, ndiye muumbaji, anashuka katika utukufu wake. Wanaweza kusema hapana Musa, tunaomba tu wewe useme na huyu. Mungu anatisha. Mungu sio mwanadamu.
wala hazoeleki, wala sio mazoea. Yeye ni mtakatifu sana. Yeye anapendezwa na mtu aliye takatifu, maana tabia ya Mungu ni mtakatifu. Na kama Mungu ni mtakatifu, na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Kama Mungu ni mtakatifu, na sisi tunapaswa kuulinda utakatifu. Utakatifu ni sehemu ya maisha ya mtu wa Mungu ya kila siku. Jina la Bwana litukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma na kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndio heshima ya watauwa wake wote. Haleluya. Anazungumza kuwafunga wakuu. Tunapoimba sifa na Bwana na mshangilia Bwana, kuna watu wanafungwa, ulimwengu wa giza, mawakala. Wakifungwa mawakala wale, utendaji wa Mungu unatembea. Kwa msifu Mungu, malaika wa Bwana wako hapa. Haleluya. Malaika wa Bwana wapo. Roho Mtakatifu aliyekabidhiwa kanisa yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii siku na msifu Mungu inatenda kazi kwenye maisha yetu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika sifa achilia moyo wako. Katika sifa mwambie Bwana, nataka kukutana na wewe. Katika sifa mwambie Yesu, nataka nimuone utukufu wako. Katika sifa mwambie Roho Bwana uko hapa, nisaidie nisifu sawasawa na mapenzi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu makofi na vigelegele. Mwambie Yesu, nataka nikuone wewe, nisione baraka zako, nione utukufu wako, maana uko hapa. Uko hapa. Hiyo peke pesa tarabu kuria sete. Roho Bwana yuko hapa. Yuko hapa kuhakikisha hii sifa. Kuna watu wanapokea uponyaji. Kuna watu wanapokea uponyaji. Kuna watu Bwana anawainua. Kuna watu Bwana anatilia nguvu mpya. Inaona uumbaji mpya. Inaona vipawa vipya. Inaona karama mpya. Inaona uponyaji. Inaona kuinuliwa. Inaona kutoa nguvu. Inaona kupata baraka. Bwana anatilia neema. Hata wagonjwa walioko hospitalini, inaona Bwana, malaika wa Bwana wanashughulika operesheni, wanashughulika nao, wanashughulika na operesheni ya hospitalini, iwe nyumbani. Roho Bwana anatembea. Ndio kwenye sifa Bwana anashuka, utukufu unashuka. Hakika Bwana anatembea na kuponya. Ninamuona Bwana. Ndio nikapasete. Inawezekana. Inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Sema imani, kwa Mungu inawezekana. Inawezekana. Kwake aminie. Wewe amini tu, ukaone wema wa Bwana. Ukaone wema wa Bwana. Ukaone utukufu wa Bwana. Amini, inawezekana mwanangu. Mwambie Bwana inawezekana. Roho Mtakatifu inawezekana. Kuniponya, kuniinua, kunibariki, kunitanda. Mungu ni roho. Haleluya. Mungu ni roho. Nao wanaomwabudu Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Wewe amini tu, kuna vitu vitafanyika. Muda sio mrefu, very soon. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Haleluya. Very soon. Wewe utamshangaa Roho wa Bwana anakutumia. Ni wakati wa Bwana. Ni wakati wa Roho Mtakatifu kuzungumza na kanisa. Kuzungumza na kanisa. Soma andiko la mwisho. Alafu niombe hapo tuendelee. Wewe achilia moyo wako, mwambie Yesu, nataka kukutana na wewe. Nataka kukutana na wewe, nataka kukutana na wewe. Tukamwangalia mtumishi wa Bwana. Tukamwangalia mtumishi wa Bwana anasemaje? Nabii Isaya. Sifa za nabii Isaya ni moyo wa unabii.